Ndugu zangu, katika kikao hiki ni ukweli usiopingika kuwa katika mkoa wetu kwa sasa, mkiutazama vizuri, pamoja na mambo mengine mengi ambayo taifa limeinvest katika kufanya vizuri, bado yako mambo ambayo ni changamoto. Na changamoto hii mojawapo ukiangalia ya haraka tu ni foleni iliyozidi katika mkoa wetu, na kwamba kwa namna yoyote ile lazima tu unlock hiyo changamoto. Kwa mfano, watu wa TANROADS wapo hapa, sio? TANROADS mpo hapa? TANROADS wako pale. Miezi michache iliyopita nilitoka hapa kwenda Lubumbashi. Lakini Lubumbashi nilipita kwa gari. Nilitoka hapa nikaenda moja kwa moja kwa gari. Nikatoka pale nikaelekea mpaka Kolwezi. Nikatoka nikaenda mpaka Kamoa. Lakini ukitoka hapa mpaka Tunduma pana mizani, nafikiri mnaweza mkaihesabu mizani hiyo. Iko mingi sana. Ukitoka pale Tunduma kuelekea mpaka kule upande wa Zambia kulikuwa kuna mzani mmoja, sasa nimeiona kama mitatu imeongezeka. Lakini ukitoka pale kuelekea moja kwa moja ukitoka Kasumbalesa kwenda moja kwa moja mpaka Lubumbashi hakuna mzani pale. Sasa leo ukiangalia mzani wetu ulioko pale Kurasini pale, watu wakipakilia kote huko wanakuja kupima pale. Juzi njia imejifunga kabisa kwa sababu wote wako kwenye foleni ya mzani mmoja ambao uko pale Kurasini. Inawezekana tunatamani kupima mizigo, lakini lazima pia tu unlock hii changamoto. Kwani huu mzani ukiwa nje ya mji wa Dar es Salaam, tatizo litakuwa ni nini? Kama wote wanaopima mizigo wanatakiwa kupeleka mizigo yao mikoani. Kwa hiyo nayo ni thinking tu ya kawaida ambayo lazima tuanze kuifikiria kwa pamoja. Lakini pia ukienda kwenye nchi za wenzetu kuna tozo za mizani. Watu wanalipia mizani. Kwa mfano sisi hapa tunapima mizigo. Tukipima gari linapita. Kama lijazidisha tunasema nenda. Sasa ni vizuri pengine ukawa kuna tozo ambayo mtu akitoka Dar es Salaam kama anaelekea Tunduma, hapo katikati kunakuwa kuna vikwazo vya aina yoyote. Tunachofanya sisi tunatengeneza mabarabara ambayo ni mazuri. Tunahama kutoka kwenye surface dressing tunakwenda kwenye asphalt concrete ambayo itakuwa ni nzuri, na tunakwenda kwa 40 kwa 50 au even 60 kwa 70 katika kutengeneza ubora wa barabara. Tunahama kutoka kwenye LC10 tunakwenda kwenye LC50 ambayo tunatengeneza barabara yetu inakuwa ni ya kudumu. Au tunakwenda hata kwenye barabara za zege, tunatengeneza kabisa concrete ambayo itakuwa ni nzuri, barabara zetu zinakuwa ni nzuri. Kwa mantiki hiyo tunakuwa kwanza hatuhitaji hizo rushwa za barabarani. Kwa sababu mimi nikiwa nimesinzia usingizi, wapo watu ambao wanataka kupakia mzigo mkubwa. Ni kama wenzangu wa TARURA wako hapa. Wana barabara ziko huko Masaki. Wanasema hairuhusiwi kuingia gari la zaidi ya tani 10. Lakini wao wenyewe wanaona magorofa yanayonyanyuka. Yale magorofa yanatumia nondo, simenti, tofali, mchanga. Lile gorofa lote ukija kufanya computation, ili compute lile gorofa moja, mzigo uliopita kwenye barabara yako ni wa matani na matani. Lakini hapa tunajiridhisha kwamba lisipite gala zaidi ya tani 10. Hiyo ni fallacy. Yaani hiyo ni jambo ambalo lazima tubadilike. Kwa sababu lazima kule waingie. Kwa sababu kuna vitu vingine vya kiuchumi ambavyo vinaendelea. Kwa hiyo ni jambo la msingi ambalo lazima pia tuliangalie na namna ya kuweza kuliunlock. Tuna kikao pia na wenzetu wa bandari kuhusiana na umadhubuti wa reli inayoweza kutoa mizigo bandarini kupeleka bandari kavu. Hapa sisi tuna ICDs hapa, ziko nyingi hapa. Tunazo kama ICDs kama 100 na almost. Na nyinyi mnakumbuka kwamba kuwa na ICD sio dhambi. Kwa sababu ICD hapa tulizifungua mwaka 2007. Hizi import nini zote zilifungua mwaka 2007 kama sehemu ya kusave bandari yetu ambayo ilikuwa imekwisha elemewa kwa mizigo mingi ambayo ilikuwa inakuja. Kwa hiyo tuna ICDs ambazo zinashughulikia na masuala haya ya mizigo. Tuna EDCs ambazo zinashughulika na masuala ya empty containers. Lakini tuna ICDs ambazo zinashughulika na masuala export tu. Tuna ICDs, kwa tunazo ICDs nyingi kwenye category mbalimbali. Tunazo almost 100 plus. Sasa zote hizi zinasaidia bandari yetu ili iweze kufanya kazi kwa haraka.
Sasa ikiwa tena hapa katikati ambapo wananchi wanaishi, maana yake lazima mwananchi wa kawaida ataona kama kero, kwa sababu hataweza kufika haraka anapokwenda kwa ajili ya umadhubuti wa kazi ambazo zinafanyika.